Nianze kwa kumshukuru Mungu ambaye kwa neema yake ametujalia uhai na afya na kutuwezesha kukutana leo katika ibada hii ya kuwaingiza kazini viongozi wapya wa dayosisi yetu ya Mbulu, askofu na msaidizi wa askofu. Kwa niaba ya mwenzangu msaidizi wa askofu na Wakristo wote wa dayosisi ya Mbulu, ninakushukuru sana wewe mgeni rasmi pamoja na wageni walioungana nasi leo katika ibada hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninawashukuru Wakristo wa dayosisi ya Mbulu kwa imani yao kwangu ya kunipa wajibu wa kuwatumikia na kuwahudumia. Ninajua wajibu huu ni mkubwa na mzito ambao mimi peke yangu sitaweza, ila kwa neema ya Mungu na kwa msaada wa Mungu nitatimiza wajibu huu wa kuiongoza dayosisi yetu. Naungana na Mtume Paulo katika Wafilipi 4:13 anaposema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na upokea wajibu huu kwa unyenyekevu, nikiamini mtaniombea na kunipa ushirikiano wenu. Ushiriki wenu katika ibada hii ya leo umetutia moyo na kutupa matumaini kuwa kama mlivyohudhuria leo, mtaendelea kutupa ushirikiano ili tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa wepesi na urahisi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza mtangulizi wangu Baba Askofu Nicolaus Sangazelu kwa kuiongoza dayosisi yetu vizuri. Baba Askofu Sangazelu ni mtu mpole, mnyenyekevu na mwenye hekima. Wakati wa uongozi wake, dayosisi yetu imefanya kazi kubwa ya uinjilishaji, kusimamia kazi za huduma za jamii, hasa katika afya na elimu, na kusimamia miradi iliyopo na kuongeza pia miradi mingine. Tunamwomba Mungu ampe maisha mema na ya baraka baada ya kutimiza wajibu wake vema na kustaafu. Sisi tunaopokea wajibu huu wa uongozi, tunamwomba Mungu atusaidie kuyaendeleza yale aliyoyafanya wakati wa uongozi wake na kuyafanya mengine mapya yatakayoisogeza dayosisi yetu kutoka hapa tulipo kwenda hatua nyingine ya maendeleo zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ushirikiano mzuri uliopo kati ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuwa na ushirikiano mzuri na serikali ya mkoa na serikali ya wilaya katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kazi ya uinjilishaji na huduma za jamii katika sekta ya elimu na afya. Viongozi wetu wa mkoa na wilaya wameshiriki mara nyingi sana katika matukio mbalimbali ya dayosisi yetu ya kijamii na hasa yale ya kuhubiri Injili. Hospitali yetu ya Haydom pamoja na vituo vya afya wanapata misaada ya watumishi na vifaa tiba kutoka serikali. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ushirikiano huo. Pia taasisi yetu ya mafunzo ya sayansi za afya inayotoa kozi ya stashahada katika uuguzi, maafisa utabibu, wa teknolojia wa maabara, wa teknolojia wa madawa na wa teknolojia wa mionzi, nayo ina ushirikiano mzuri na serikali. Tunaishukuru serikali kwa kuwa kati ya kozi hizo 5, 2 zinanufaika na mkopo. Tunaomba vyuo vya kati vipewe fursa ya kupata mkopo ili watoto wanaotoka katika familia maskini wafikie malengo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa elimu, dayosisi yetu inashirikiana na halmashauri ya wilaya ya Mbulu katika uendeshaji wa shule ya msingi Dongo Beshviziwi.
Shule ya msingi Dongobesh Viziwi ina wanafunzi 78, wavulana 38 na wasichana 40 kuanzia darasa la kwanza hadi la 7. Tunamshukuru Mungu kwamba baadhi yao wako pamoja nasi leo. Shule hii inamilikiwa na Dayosisi ya Mbulu na kuendeshwa kwa ubia kati ya KKKT Dayosisi ya Mbulu na halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Kanisa inawajibika kwa upande wa majengo pamoja na samani, na halmashauri inahusika na uendeshaji wa shule, yaani walimu, walezi, walinzi na chakula cha wanafunzi. Shule bado ina mapungufu ya mahitaji ya lazima kama majengo, fensi, vifaa vya kufundishia, watumishi na upungufu wa chakula cha wanafunzi. Tunamshukuru Mungu kuwa serikali inatuma fedha za chakula kwa wanafunzi. Changamoto iliyopo ni kwamba kiasi kinachotumwa hakitoshelezi kuwahudumia wanafunzi kwa milo ya asubuhi, mchana na jioni. Upungufu huu umekuwa ukizalisha madeni makubwa ya wazabuni wanaosambaza chakula cha wanafunzi. Tunaomba serikali iongeze fedha za chakula ili wanafunzi hawa wapate chakula cha kutosha na kuondokana na madeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwa ushirikiano tulionao kati ya kanisa na serikali, hasa katika huduma za jamii. Ushirikiano huo sio tu unaimarisha mahusiano, bali unajenga imani kwa wananchi kuwa kanisa sio mshindani wa serikali, bali ni mdau mojawapo anayeungana na serikali yake kuwahudumia Watanzania. Tunaiomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, anayejali kuthamini kazi za huduma ya jamii inayofanywa na taasisi za dini. Tunamwomba Mungu ushirikiano huu uendelee na kuimarishwa zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kueleza mambo yaliyohusu zaidi kazi za uinjilishaji, elimu na afya katika dayosisi yetu ya Mbulu, ninaomba nigusie mambo machache yanayohusu wakazi wa Mbulu, Hanang na maeneo yanayotuzunguka. Kazi ya utume katika dayosisi yetu ya Mbulu imeenea katika wilaya ya Mbulu, wilaya ya Hanang, sehemu ya wilaya ya Karatu, sehemu ya wilaya ya Babati vijijini, sehemu ya wilaya ya Kondoa na sehemu ya wilaya ya Mkalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwamba leo namwakilisha Mheshimiwa Rais. Tunashukuru pia wewe ni mkuu wa mkoa wa Manyara na ni mwenyeji wa maeneo niliyoyataja. Utakubaliana nami kuwa maeneo haya yana changamoto ya barabara. Tunashukuru serikali yetu kwa ajili ya barabara inayotengenezwa kwa kiwango cha lami kutoka Garbabi hadi Mbulu kilomita 25 na kipande kingine cha kilomita 25 kutoka Labai hadi Haidom ambacho mkataba wake ulisainiwa mwaka 2023. Bado mkandarasi hajafika site, lakini tunaamini kwa kuwa mkataba ulisainiwa, Labai hadi Haidom tutapata barabara ya lami. Nilitazamia kupata makofi kwa wenyeji wa Haidom na Labai, lakini kwa sababu hamjapiga, sijui kama tunamshawishi mgeni rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, uhitaji wa barabara unamgusa kila mtu. Anayesafiri anahitaji barabara. Mama mjamzito akipata uchungu atakimbizwa hospitalini kupitia barabara, na wagonjwa hali kadhalika. Mkulima wa vitunguu, maharage, dengu, mbaazi, alizeti na mahindi, wafugaji na wafanyabiashara wa ng'ombe, mbuzi na kondoo, wote hawa ambao ni wakazi wengi wa maeneo haya, wote kwa pamoja wanahitaji barabara. Ninakuomba sana Mheshimiwa mgeni rasmi,
kwa niaba ya wakazi wa Mbulu na maeneo yanayozunguka, serikali yetu itujengee barabara kwa kiwango cha lami kutoka Karatu hadi Mbulu, Dareda hadi Dongobesh, Mogitu hadi Haydom, Haydom Singida na Haydom Meatu. Barabara hizi zitatusaidia sana Mbulu kufunguka, na wakazi wa maeneo haya watapata fursa ya kujiajiri, kuongeza kipato chao na kuchangia pato la nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, ninaomba nitumie nafasi hii kutoa pole nyingi kwa watu waliopoteza ndugu zao kabla, wakati na baada ya Oktoba 29, 2025. Aidha, nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania kushikamana katika kutunza amani ya nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, akaibariki kuwa na rasilimali za dhahabu, tanzanite, madini, akaipamba kwa milima, maziwa, mito, wanyama wa kila aina na wa rangi mbalimbali wanaovutia utalii, na watu wa makabila mbalimbali na wenye lugha tofauti. Pamoja na makabila yao na lugha zao tofauti, Watanzania tumejengewa msingi mzuri wa kupendana na kuheshimiana bila kujali tofauti zetu za makabila na za kidini. Leo misingi hii tuliojengewa na waasisi wetu imeanza kutoweka. Mitandao ya kijamii ambayo ndio chombo kinachotumiwa na watu wengi kutoa na kupokea habari, zimekuwa uwanja wa matusi, fujo na mipasho. Viongozi wa serikali wanatukanwa, viongozi wa dini wanatukanwa. Vimejitokeza vikundi vya mipasho, wanapashana wao kwa wao. Wengine wanatetea kundi hili na wengine wanatetea kundi lingine, wakilibeza na kundi lingine. Mambo haya yamepanda chuki na yanaendelea kupanda chuki na mbegu ya chuki ndani ya mioyo ya watu. Hali hii si afya kwa taifa letu lililokuwa na tunu za amani na mshikamano kwa muda mrefu.